Kaunti ya Taita Taveta, mojawapo wa kaunti 6 za pwani ya Kenya. Kaunti inayojivunia mandhari ya kuvutia, milima mirefu na utajiri mkubwa wa madini na hifadhi za wanyamapori. Lakini chini ya uzuri huu kuna tishio kubwa linalotikisa mustakabali wa elimu. Baadhi ya shule ziko kwenye hatari ya kufungwa. Kutoka mji wa Voi tunafunga safari kupata uhalisia wa mambo. Safari iliyokumbwa na kupindapinda kwa barabara na mizunguko ya kupanda mlima mmoja baada ya mwingine. Japo barabara imeundwa kufanikisha magari kupishana, shughuli za uchukuzi kwenye barabara hii ni nadra mno. Kwenye safari ya takriban kilomita 30 hivi, tulikutana tu na matatu moja ya usafiri. Kwa wakati mmoja, gari letu likawa na ugumu wa kupanda barabara hiyo inayozingirwa na chemichemi mchangani, miamba mikali, misitu midogo kwenye vilele, japo kuna maoni mazuri yanayotazama mbuga ya Tsavo na mji wa Voi. Nyumba nyingi hapa zinaonekana kuwa mahame, huku zikiwa mbali kutoka moja hadi nyingine, mithili ya tembe za mahindi ya dani kwenye gunzi. Hatimaye tunawasili katika shule ya msingi ya Marie iliyo kijijini Dambi Sagale, ni ubunge la Voi. Hii ndiyo shule pekee ndani ya kijiji hiki. Kinachotukaribisha ni msitu na uzingira shule hii. Japo mandhari ni ya kuvutia, miundombinu ni duni kiasi cha madarasa mengine kutoweza kutumika. Shule hii iliyoanzishwa mwaka 1976 ina jumla ya wanafunzi 31 kutoka chekechea hadi shule ya sekondari Junia. Walimu katika shule hii ni 4, akiwemo mwalimu mkuu. Naibu mwalimu mkuu Ibrahim Momunga yuko katika pilka za kuelekea darasani, ijapo tunamrai kutupa mahojiano, japo kiduchu ana hiari. Momunga amehudumu katika shule hii kwa miaka 12 sasa. Anasema idadi ya wanafunzi imekuwa ikishuka mwaka baada ya mwingine. Kuna wakati pia tulienda hata bila KCPE class. Kuna wakati pia tunaenda bila KPSEA class. Alafu kuna wakati pia hii shule last year tulikuwa na wanafunzi 2 peke yake. The school was about to be closed because according to the policy of the ministry, when the learners are below 10, then the school has to be closed. Also, every learner is supposed to go to the nearest school because of the risks which are found on the way. So the assistant chief and the community, they organized a meeting during the December holiday now and tried to convince the parents that they should bring back the learners to the school. Juhudi ambazo zilijumuisha serikali kupitia chifu wa kata hii, ambapo kuanzia Januari mwaka huu wamepokea mgao wa chakula angalau kuhakikisha wanafunzi wachache walioko hawapati sababu yoyote ya kugura. Wazazi nao wakachangizana na kumwajiri mpishi, na kwa bahati nzuri pia ni mzazi hapa. Idadi ya wanafunzi katika shule ya chekechea ni 13, 11 katika shule ya msingi na 7 katika ngazi ya shule ya sekondari Junia. Jumla ya wanafunzi wakiwa 31. In primary tuko na grade 1. Grade 1 tuko na 2 girls. We don't have a boy. And then grade 2 we have 1 boy only. In grade 3 we have 2 girls and 1 boy. In grade 4 we have 1 girl. Alafu grade 5 tuko na 3 boys na 1 girl, a total of 4. Grade 6 yule ambaye anangojea KPSEA, we only have 1 boy. Yeah, that is the primary. So in primary we have a total of 11 learners. Kwenye darasa hili mmoja wa walimu 4 shuleni humu anafunza madarasa 2 kwa mpigo. Wanafunzi 2 wa grade ya 1 na 1 wa grade ya 4. Kando na kuwa hakuna walimu wengi kukidhi kila darasa, hatari zinazowakodolea macho ni nyingi, kiasi cha kuwa tulipokuwa tukirekodi makala haya, nyoka lijitokezea ghafla kwenye paa la darasa hili. Mshushe.
Naibu mwalimu mkuu akilazimika kukatiza shughuli zake na kutafuta fimbo ili kujaribu kumkabili nyoka huyo, japo hakufanikiwa kumuua. Alitoroka. Matamanio ya kuwa na kituo cha wanafunzi wa mitihani ya kitaifa yakisalia kuwa ndoto tu kwa muda mrefu sasa. Anasema tangu aje hapa mwaka 2014 hakuja kuwepo na kituo chochote cha mtihani wa kitaifa. Kulingana na ile sheria ya NEC ni kwamba for a school to be a center it must have 30 and above learners. So unaona kwamba hata hizi shule nyingi za huku pia hiyo idadi haifikishi. Kwa hivyo tumekuwa tukienda kwa neighboring school ambayo inaitwa Ray Primary. Hali ambayo haijawa rahisi na haswa kwa motisha wao kama mwalimu yeyote yule. Unakuwa ule moral wako unakuwa chini kwa sababu sasa ile kazi ambayo unafanya kama kwa mfano yale matayarisho ambayo tunafanya ya kutengeneza matayarisho ya kazi kama schemes of work, lesson plan. Ile scheme of work unatengeneza ya term nzima ambayo iko supposed kufundisha watoto 40, lakini unajipata kwamba unafundisha nayo mwanafunzi mmoja. Kama ni kuandika ubaoni pia ile kitu ambayo unaandika ubaoni inapaswa iwe wanafunzi 50 hata 100, lakini unapata kwamba wewe unachoka lakini mwanafunzi ni mmoja. Pia ule ucheshi, unajua wanafunzi pia wanaweza kusisimua ukiingia darasani, lakini wakati mwingine unapata mwanafunzi ni mmoja. Kuna wakati mwingine pia mwanafunzi huyo anakuwa mgonjwa. Kwa hivyo akiwa mgonjwa umejitayarisha kwenda darasani lakini mwanafunzi hakuna. Kwa hivyo inabidi pia na wewe inabidi unakaa. Wakati mwingine sasa kuna wakati kama mwaka uliopita wanafunzi walikuwa 2. Wakati mwingine sasa wote wakawa hawako. Wote wakawa ni wagonjwa. Kwa hivyo tukawa tunakuja tunashinda. Unaona pia siku inakuwa ndefu. Hili ni darasa la wanafunzi wa gredi ya 7, gredi iliyo kwenye shule za Junior. Lakini kufuatia hali duni ya shule hii ya Marie na darasa hili, mtazamaji, halina madirisha, halina milango, basi wanafunzi 3 wa darasa hili wamelazimika kuchanganywa na yule mmoja wa gredi ya 2 ili angalau masomo yaweze kuendelea. Uhaba huu wa wanafunzi ukiambatana na changamoto tele zikiwemo mgao mchache wa fedha za serikali, yani school capitation, gharama ya kuendesha shughuli muhimu kama vile usalama, vifaa vya kufunza kama chaki, hata hivyo ni ile. You need to dig your pocket. Unaenda kununua chaki na hii chaki inauzwa 200. Na hii sasa huwezi maliza nayo kwa wiki. Kwa hivyo kwa wiki sasa wewe kama mwalimu unaenda kununua chaki peke yako na pesa yako. Kwao inakuwa vigumu kuwafikia kwa ukamilifu mafunzo ya mtaala wa umilisi wa CBE. Kwa sasa wanapokea kati ya shilingi 3,000 na 6,000 kwa kila muhula. Ni tone la maji bahari Hindi. Zile gadgets ambazo zilikuweko zimeletwa na serikali, zile laptops ziliharibika. Kwa hivyo kuna watu ambao wameajiriwa na serikali wa kuzitengeneza ambao walisema atakuja kuzitengeneza. Mpaka sasa hakuna. Cha kutia shime hata hivyo ni kuwa licha ya changamoto hizi zote, shule hii imekuwa ikifanya vyema kwenye matokeo ya mitihani ya kitaifa. Chambilecho jina jema hung'aa gizani. Kuna wakati hata nilipokuja hapa the previous year 2013 it was the best school in Voi sub-county. Kwa hivyo hata huo mwaka nilikuja kulikuwa na sherehe za kusherehekea kwamba hii shule imekuwa ya kwanza katika Voi sub-county kwa KCPE. Wazazi walioshirikiana na chifu eneo hili hata hivyo walisaidia pakubwa shule kutosalia mahame. Labda hilo lingesababisha kufungwa kwa shule yao waipendayo. Walipokea vyema wito wa kuwaleta wanao waliokuwa wakienda shule za mbali ili wasomee shule hii ya karibu. Wama chako ni chako, ingawaje unga wa manjana. Kama hivi kama last time tukileta chakula shule hapo chini hapo, nafikiri mmefika mahali kuna kanisa gari yetu ilikwama hapo. Ilibidi shukishe mzigo tubebe na kichwa. Juu barabara yetu ni mbaya, iko maji. Tunataka tuwekewe slab pale. Hivi saa hizi tangi zetu ziliisha maji. Wazazi inabidi waende walete watoto maji ndio waweze kupikiwa. Unakuta kama wenye waliosomea huku
unakuta wako na kazi zao huko mbalimbali. Sasa changamoto ni unakuta wako na familia zao huko. Kilomita chache kutoka hapa katika kijiji mkabala ni shule ya msingi ya Talio. Hapa hali ni afueni kidogo. Ama kweli painamapo ndipo painukapo. Idadi kubwa ya miundombinu ya shule hii iliyokuwa hali mbovu imeboreshwa mwaka jana, huku mandhari yakisalia mema ya kusomea. Jumla ya walimu ni 11. Hata hivyo, changamoto imesalia kuwa ile ile ya uhaba wa wanafunzi. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 80, wakiwemo wale wa chekechea 18. Okay, even if you can have even a few learners in any class, but these learners, whatever few, but they have to be taught. Therefore, the ratio now, again, is not good according to the government guidelines. But due to the distance of the school is very far from the neighboring school, there is no other ways. The learners, the teachers have to be brought here to teach the learners, even if they are few. Like, for example, in grade 1, I've only got 3 learners. The big class is grade 7 with 10. And then in grade 9, I have 4 learners. Chifu wa maeneo haya mawili, Grace Wakesho, akimiminiwa sifa kedekede kwa juhudi zake kuhakikisha hakuna shule hata moja imefungwa kutokana na uhaba wa wanafunzi. Tumefanya bidii ya kwamba tukiweka baraza na kuongea na wazazi kupitia makanisani na kupitia vijijini, wazazi na wale ambao wako na watoto mijini walete watoto wakuja wasomee shule za nyumbani. Juhudi nyingine ambayo tumefanya ni kuongea na wakubwa wetu, tukapata msaada wa chakula. Katika chakula hicho tulipatiwa chakula kikaja hapa shuleni, ndio kije kisaidie watoto kula lunch, na pia kitavutia lower zone wakuje kusomea hapa. Before I came here, the school was performing so well previously. That is when we had learners transferring from the side school to this place. When now the situation was so worse, we also requested to release some of the learners, because again, a learner should go to school which is near where they stay. We cannot subject a learner to walking a long distance. So as for when we were told that, then we are also ready to release the learners that we had to go back to Maria. Hatua ambayo imechangia pia katika mgao mchache mno wa fedha za serikali ya kitaifa. I mean, I normally get 4,000-5,000. Sometimes you are forced to you can't withdraw the money within that, because if you withdraw 4,000 shillings, for example, so now you have to wait maybe another tranche. Lakini ni bayana kuwa tishio hili la uhaba wa wanafunzi Taita Taveta limekita mizizi katika maeneo bunge yote manne. Kutoka eneo hili la Voi tunavuka mabonde na milima tena na kutua katika shule ya msingi ya Mnamu iliyoko Bura, eneo la Mwatate. Hapa tunakutana na wazazi ambao wamekuja kwenye kikao maalum cha kujadili jinsi ya kuboresha masomo kwa wanao shuleni humu. Japo kumekuwa na juhudi finyu kukarabati miundombinu ya shule hii, hali yake duni ingali peupe katika idadi kubwa ya madarasa. Jengo hili kwa mfano limekuwa likitumika kuwasitiri wanafunzi wa madarasa mawili kwa wakati mmoja. Mabango ya kusomea yaliyoezekwa kwenye nyufa zilizopasuka na madirisha ya mabati yaliyoshika kutu yakiweka hai matumaini ya walimu, wanafunzi na wazazi wa shule hii. Kulingana nao, hali hii imechangia sana katika idadi ndogo ya wanafunzi ambao ni 94 kuanzia chekechea hadi shule ya junior. Tukianza na primary kuna wanafunzi 46, JS kuna wanafunzi 34 na chekechea kuna wanafunzi 14. Wote kwa jumla ni wanafunzi 94. Mzazi huyo wa watoto 3 katika shule hii akisimulia masaibu ambayo wamelazimika kupitia kuhakikisha shughuli za masomo hazididimii. Mwaka wa fedha wa 2022-2023 ndio walibahatika kujengewa madarasa mawili chini ya mpango wa hazina ya maendeleo ya maeneo bunge, yani NGCDF. Hivyo hata juzi kwanza choo ilikuwa na shida, ikabidi wazazi wachimbe choo kutumia nguvu yao, maana capitation of late haijafika. Na je, leo kikao chao kama wazazi kimeuchochewa na nini? Kuna
shule ama lab, tunaitwa lab, ambapo yatakikana ili wanafunzi wa JSS wapate kufundishwa hapa, na hatuna darasa hiyo ama hiyo room ya hiyo JSS ya lab. So wazazi wamekuja hapa leo kubomoa ukuta mwingine hapa ili wapate nafasi waanze kufundishwa hapo, lakini ni room kadogo sana. Maana hata mwaka huu na mwaka uliopita kuna madarasa mawili yalikuwa yanatumia darasa moja. Madarasa mawili lakini wanasoma kwa darasa moja. Na mwaka huu ndio ikabidi tufunike tuweke mabati angalau wengine wakae kando kwa sababu hatuwezi elewana tukiwa kwenye darasa moja. Lakini je, masaibu ya shule hii yalianza lini na kwa nini? Mwaka wa 95 mpaka 2000 hapo namba ilikuwa nzuri, lakini kumbuka tangu wakati huo tayari kuna wengine walisomea hapa na kuna makazi yao labda Nairobi, Mombasa na kwingine huko. Sasa wanaona ngumu waache watoto wao hapa, badala wake wanaenda nao kusoma huko. Kinaya ni kwamba hata baadhi ya shule za upili zilizotarajiwa kuwa ni idadi kubwa ya wanafunzi, kilio ni kile kile, uhaba wa wanafunzi. Yapo shule za kitaifa kama Kenyatta na Dr. Agri zinashuhudia idadi kubwa ya wanafunzi, shule nyingi za kutwa zinaumia. Tulishika barabara na kupanda mlima wa Josa hadi ni ubunge la Wundanyi kupiga darubini ya mambo yalivyo. Baada ya takriban dakika 15 hivi kutoka eneo la kibiashara la Wundanyi, tunawasili katika shule ya sekondari ya PJ Mwangola iliyoko Mbale Wanganga. Hii ni shule ya mseto, yani ya wavulana na wasichana, na ya kutwa na bweni pia. Ina jumla ya wanafunzi 61 wa gredi ya 10, kidato cha 3 na kile cha 4. Bweni hili lililo na uwezo wa kuwa na wanafunzi 80 lina wanafunzi 12 pekee wa kike. Mara ya mwisho shule hii kurekodi idadi ya juu zaidi ya wanafunzi ni mwaka 2019 ambapo walikuwa na wanafunzi 250. Na kama shule zingine, juhudi madhubuti zimekuwepo kujaribu kuwavutia wanafunzi. Mbunge wa eneo hili Danson Mwashako ameingilia kati na kuhakikisha kila mwanafunzi analipa tu karo ya shilingi 3,000 kwa mwaka mzima, lakini bado changamoto zipo. Kaimu mwalimu mkuu aliyekuwa amepanga kufanya mahojiano na sisi alibadilinia dakika ya mwisho, akisema amepokea amri tofauti kutoka afisi za Wizara ya Elimu maeneo haya. Hatukukata tamaa. Tuliamua kuzungumza na kundi hili la wanawake waliokuwa kikongamana kwa masuala ya chama chao. Wengi wao ni wazazi wa wanafunzi wa shule hii ya PJ Mwangola. Nao pia wamejaribu kuchangia kwa hali na mali kuwavutia wanafunzi, ila wanahisia mseto. Form 4 anamaliza na kuna mwingine pia ameanza mwaka huu, naye pia anaitwa Saru. Sasa mimi nimependa hii shule, hata nafanya bidii kutafuta watoto kwa waleta. Hata huyo mtoto wa pili ametoka Kisii, nyanyangu ngamleta kwa sababu ya shule. Julita hakubaliani na kauli kuwa idadi ya watu ndio imepungua. Naona pale mwisho unatoka. Watoto wametoka hapa, hata hapa hizo nyumba zote. Watoto wametoka hapa na wanapita wanaenda Mgalo. Yaani wanadharau kwao. Mimi ninalaumu Ministry of Education kwa sababu unaleta mtu third term, ikifika Januari mtu ashaondolewa, analetwa mwingine. Wanakaa tena, mwingine analetwa tena third term, anaondoka, analetwa mwingine. At least mwalimu aletwe aje akae hata kama miaka 2 ama 3 hata na kuendelea. Manake wale ambao walikuwa mbeleni, kuna mwingine alikuwa zaidi ya miaka 5. Tuliona alifanya maendeleo na hii shule ilikuwa imejaa watoto kutoka Mombasa, yani pande zote za nchi yetu ya Kenya. Kulingana na gavana wa kaunti ya Taita Taveta Andrew Mwadime, maarufu kama Wakujaa, swala hili limekuwa kitendawili kigumu cha kutegua. Kuna shule kufunga hazijafunga, lakini zinaendelea. Kama sasa unasikia katika exams wanawekwa kwa pamoja. What does that mean? Shule kama kwa mfano uende hapa Mkamenyi, watoto walikuwa wengi kitambo, sasa hivi watoto wamepungua. Ukienda Mengo
watoto wa ECD utawakuta wako 68. Si unaona sasa hii ni matatizo. Lakini kwa nini? Chakula, lishe imekuwa kidogo. Watu hawana makazi. Ndio maana sasa hii tunang'ang'ana. Vile tunafungua hizo makampuni nimekuelezea. Hii ya chuma, ya madini, mambo ya agriculture kama vile mchele to add value. Unajua hizo ndio sasa zitafanya wananchi wapate makazi, wawe na chakula nzuri. Sasa tuanze kujaza dunia yetu pole pole. In some areas, by the nature of the terrain and even access for some parents. And you see now for a parent, you're looking for a place where your child can get quality education. Kenda mahali, maybe there are no students, maybe there are no facilities. So they tend to concentrate, and especially in towns. So you'll find an influx of schools. You go to schools in Voi. I don't know if you've gone to Voi, and you find that the school is congested. Wakati wa kura watu ni pilika, yani zote wanasafiri wanakuja. Lakini wakati wa kuhesabiwa ambapo ndio mgao sasa, ile equitable share, watu hawaji. Ndio maana Taita Taveta tunaambiwa tuko only 340. Ambapo ndugu zetu ambao wako kule Mombasa, wako Nairobi, wakisema wanakuja hapa, hili jimbo hata idadi tuko nayo tunaweza kuifanya ikawa hata mara 3. Katika shule ya msingi ya Marie, chakula hiki kinatosha kuwasitiri mwaka huu. Wanahisi iwapo mtiririko wa posho utakuwa hivi kila mwaka, basi huenda ikachangia katika kuwavutia wanafunzi zaidi. We have also been getting some information that kuna wanafunzi pia ambao tunatarajia kupata. Kuna wazazi ambao wako town wanasema kwamba wanangojea tamu ikiisha, mwaka ukiisha, mwaka ujao watahamisha watoto wao kutoka those urban centers to this school. If we could have that hostel here, would have learners coming from different parts of Taita, even beyond. Like their school in Kasigao, known as Bungule Primary, where we have learners coming from Mombasa. You know, there's some parents who in towns would tend to bring their learners to countryside like this place. So because there are people already fed with we should have a balance, life in town and life in the countryside. Affirmative action. In all primary schools, wawe na chakula, watoto wae kila pale. Hata ikiwezekana asubuhi wapate chai. Maybe that one can really. Wajua pia sisi tunakumbuka wakati wetu tukisoma during Moi's regime. Saliweka maziwa. Watoto wengi unamsikia alikuwa anaenda shule kwa sababu ya maziwa. Kwa sasa ni swala ambalo linahitaji vichwa vya washikadau ili kupata mwafaka. Baadhi ya wazazi wangali wanahisi malezi mema ya kijamii, uzalendo na uimarishaji wa viwango vya umaskini kutachangia katika kuikuza jamii hii, na hivyo idadi ya wanafunzi shuleni ipande. Family plan imekuwa sana. Hatuko na wazazi wachanga. Wazazi wengine ni wamefika age ambayo si ya kuzaa tena. Wavulana ni wengi hapa wajaoa. Hata wasichana wetu wanaolewa na watu wa nje. Maanake sasa wataolewa na nani? Akitoka nje anakutana na mvulana wa nje anaolewa. Sasa wanaona tu maendeleo kwetu inapungua. Na vijana kutooa ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya gharama ya maisha iko juu. Sasa vijana wanaogopa majukumu. Wanatafuna hiyo miti na kuvuta ile bangi. Sasa wanatumia vitu vingi. Na kisha toka amemaliza hakuna maendeleo ya kwenda mbele. Unamwona tu anaishi na baba na mama nyumbani. Hata fikiria mambo ya kuoa. Manake sasa si ashaharibika basi. Anasema ngioa bibi atakula nini? Because unajua ukiua elimu, ukiua infrastructure za serikali mashinani, ujue hapo ndio umemaliza community at all, education inaenda kukufa. Ndio maana tukaingilia sasa, tukavaa swala hilo, tukalivalia njuga kuhakikisha kabisa kutokana na ushirikiano wa assistant chief, wazee wa miji na wale ambao tunaita alumni, wale ambao walisomea katika mashule hayo, tukashikana kuhakikisha kwamba tuboreshe majumba yetu ya shule. Kuna wale ambao wako mijini kama Voi, wako wengine wako Mombasa, Nairobi, wako na watoto wao pale. Kwa hivyo mimi langu ni kuwaomba tu warudishe watoto wakuja wasome nyumbani. Maana nyumbani ndio mambo yote. Iwapo kweli elimu ni ufunguo wa maisha, basi watoto wa eneo hili wanapata taabu kutafuta ufunguo huo msituni. Cecilia wa Kesho Mathuva, makala ya Kengele Msituni.
kutoka kaunti ya Taita Taveta.